Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na watumishi wa ardhi waaswa kutofanya biashara inayoshabihiana na kazi mama mahali wanapofanyia kazi. Unazuia kufanya biashara ambayo inashabihiana na kazi yako mahala unapofanyia kazi. Sehemu nyingine fanya, kwa sababu kule huwezi kuchukua hatua wewe, watachukua hatua watu. Wananchi wahimizwa kushiriki kulinda watoto dhidi ya uhalifu na ukatili wa kijinsia. Anarudi kinyume, anazuru ndani, anaiba ndani, analeta majambazi ndani. Kwa hiyo tujitahidi sana kushirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha tunalinda amani yetu, lakini tunazuia uhalifu wa aina zote, na sisi wenyewe hatufanyie ukatili. Katika michezo, serikali kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya michezo ya watu wenye ulemavu. Serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Matukio Daima Media. Nikukaribishe katika Matukio Daima Habari kwa siku ya leo, na nitakaye kusomea habari hizi jina langu ni Emmanuel Manonga. Nikukaribishe tu sote kuanzia mwanzo hadi tamati mwa taarifa hii ya habari. Na tukianzia mkoani Iringa, watumishi wa ardhi mkoa wa Iringa wameipongeza Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kuendelea kuwakumbusha wajibu wa utekelezaji wa majukumu yao. Wakizungumza kwenye kikao kazi kilichofanyika leo Iringa mjini, washiriki wa mafunzo hayo wamesema mbali na mafunzo hayo kuendelea kuwakumbusha wajibu wao, pia yatawasaidia kuongeza ufanisi katika kazi zao. Kipekee ninaishukuru Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kuwa na mfumo wa kuhakikisha kila mikoa inafanya vikao kazi kila mahali. Kuona sisi kwa kupitia kamishna wetu wa ardhi mkoa wa Iringa, tunamshukuru kwa kuandaa hiki kikao kazi siku hii ya leo. Tuko hapa wataalamu wote sekta ya ardhi, halmashauri zote 5. Tumefurahi sana katika kikao hiki pamoja na masuala ya kikazi, lakini pia tunamshukuru kamishna ameleta wataalamu mbalimbali ambao tumepokea mada mbalimbali. Tumekuwa na mtu wa secretariat ya maadili ya utumishi wa umma, lakini tumekuwa na watumishi wa TAKUKURU, lakini pia tumekuwa na wataalamu kutoka benki ya NMB na benki ya DTB. Kwa hiyo tumepokea mengi kupitia kikao hiki, tumejifunza na kukumbushana masuala ya maadili ya utumishi wa umma, na katika hayo tunaahidi kwamba kwenda kuyafanyia kazi. Tuishukuru serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kuwezesha sisi kukaa kikao kazi hiki ambacho kawaida huwa tunakaa kila mwaka, aidha ni mwanzoni mwa mwaka wa fedha ama mwishoni mwa mwaka wa fedha, kulingana na maelekezo ya Katibu Mkuu wa wizara yetu ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Kimsingi kimekuwa ni kikao kizuri sana kwetu sisi watumishi wa sekta ya ardhi kwa mkoa wetu wa Iringa na halmashauri zetu zote 5. Ni kikao ambacho ni mahususi kwa ajili ya kukumbushana masuala mbalimbali ya utekelezaji wa kazi za sekta ya ardhi katika mkoa wetu wa Iringa, lakini pia tunafanya tathmini kwa kazi ambazo zimekwisha fanyika kwa mwaka mzima. Kwangu ni Christopher Antwenya, afisa ardhi mteule mkoa wa Iringa. Ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Iringa imefanya kikao kazi katika leo tarehe 25 mwezi wa 6 2026. Kikao kazi hiki kimejumuisha wataalamu wote ili kuboresha utendaji kazi katika mkoa wa Iringa. Hadi sasa mkoa wa Iringa umekusanya kiasi cha zaidi ya bilioni 2.9 ambalo ni sawa na 61% ya lengo kuu ambalo lilikuwa bilioni 4.8. Kinara wa makusanyo hayo ni halmashauri ya manispaa ya Iringa ambaye imekusanya zaidi ya bilioni 1.1. Pia halmashauri ya mji Mafinga imekusanya kiasi cha shilingi milioni 687 na pointi zake. Inayofuatia halmashauri ya wilaya ya Iringa imekusanya kiasi cha shilingi milioni 313 na pointi zake. Inayofuatia ni halmashauri ya wilaya ya Kilolo imekusanya shilingi milioni 215 na pointi zake.
Inayofuatia ambayo ni ya mwisho ni Mufindi DC, imekusanya shilingi milioni 204 na pointi zake. Asante. Kwa upande wake, afisa uchunguzi kutoka ofisi ya Rais Sekretari ya maadili ya viongozi wa umma kanda za Nyanda za Juu Kusini Mbeya, Leonard Daudi Kansimba, wamewataka watumishi hao kuacha kufanya biashara ambayo inashabihiana na kazi zao wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. Sisi tunachoshauri ni kwamba kama mtumishi mahala pako pa kazi, ili kuepuka mgongano wa kimaslahi, fanye kazi ambazo zinashabihiana na kazi unayoifanya, kazi mama unayoifanya. Lakini uko Iringa, kazi nani yako iko Tabora, ruksa. Sasa ulikuwa Iringa, kazi ya kwako binafsi ziko Tabora, tunafanyaje? Ni kwamba umeshaenda kule. Kwa mantiki hiyo ni lazima usifanye kazi pale Tabora na kampuni yako, kwa sababu kazi mama unayoifanya inahusiana moja kwa moja na kazi zako binafsi. Shida kama hakutakuwa kuna shida, yani huo kwa macho ya kawaida unaweza ukaona kwamba ni jambo la kawaida sana, lakini shida itokee, yani kuna watu ambao wanatakiwa wachukuliwe hatua. Kampuni yako wewe ndio inafanya kazi na hao watu. Sisi tunaamini kabisa kwamba kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu taasisi ya ardhi unaifahamu nje ndani, lazima utavujisha mianya ya taasisi ya ardhi kushindwa na wale wafanyaje washinde. Ndio maana tukasema kwamba siku zote maamuzi yanapotolewa, yale maslahi binafsi lazima yashindwe na maslahi ya umma yafanyaje yashinde. Sasa wewe uko pale, lazima utauza tu mbinu kwamba ardhi ina udhaifu hapa, ina udhaifu hapa, ina udhaifu hapa, kwa sababu wale watu wengine ambao wanataka kuchukua hatua, wewe unafanya nao nini kazi. Kwa hiyo lazima itakuwa ngumu kufanya nini maamuzi. Aidha utatoa siri au sheria itafanyaje itapindishwa. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanastahili kupata haki watanyimwa haki, na ambao walikuwa hawastahili kupata haki watapata nini haki. Ndio maana tunazuia kufanya biashara ambayo inashabihiana na kazi yako mahala unapofanyia nini kazi. Sehemu nyingine fanya, kwa sababu kule huwezi kuchukua hatua wewe, watachukua hatua watu wengine na haki itafanyaje itatendeka. Tukiendelea kusalia mkoani Iringa, wananchi wamehimizwa kushiriki kikamilifu katika kulinda watoto na wanawake dhidi ya vitendo vya uhalifu na ukatili vinavyoendelea kuathiri jamii na familia. Akizungumza katika siku ya uzinduzi wa jukwaa la wanawake katika kata ya Kalenga, mkuu wa dawati la jinsia Elizabeth Swai amesema watoto wengi hujikuta katika mazingira hatarishi kutokana na ukosefu wa malezi na uangalizi mzuri, hali inayoweza kuwasababishia kuingia katika vitendo visivyofaa na kuishi maisha ya mitaani. Kwenye masuala ya watoto tunatelekeza watoto, wanawake tunatelekeza watoto, hata yani umekasirishwa na mume unaacha mtoto wewe umeondoka. Mwanaume mwenyewe sio mleaji, watoto wanaanza kuzurura, wanakosa uangalizi mzuri, mwisho wanakuwa watoto wa mitaani, kesho jambazi. Unapoona viashiria vyovyote vya uhalifu kwa mtoto, toa taarifa tukusaidie. Wapo wao wana saikolojia, zipo ofisi mbalimbali. Toa mtoto wako asaidiwe, sio unamwacha hivyo anaangamia unamuona. Tunajua kuna shida pia ya malezi, kutelekeza familia. Wanaume pia wamekuwa ni tatizo. Wengine wanasema mama mwenyewe alikuja akaniomba mbegu. Mtoto amekuwa na mbegu za mahindi. Mama leo namuuliza mama, niliomba, alisema hawezi kunioa, kwa hiyo nikaomba mbegu. Mbegu hiyo sasa ipalilie. Kwa hiyo tujitahidi sana. Pamoja na yote, kama kuna tatizo, mimi tunawakaribisha kwenye ofisi zote za serikali ikiwepo dawati. Karibuni kwa ajili ya kutoa taarifa za matukio ya kihalifu, lakini pia nyinyi mkawe mabalozi wetu wa amani. Tupo hapa, tunaipenda nchi yetu. Ukiona kuna viashiria vyovyote ambavyo unaona hapa mambo yanaweza kwenda kuharibika, toa taarifa. Tuna watoto wetu, tuna waume zetu. Unaona mume wako si mvuta bangi si nini, unapomsaidia akaacha ile tabia,
umejisaidia na wewe. Kesho utashangaa umeingia kwenye mfumo wa watu wabaya kuja kukuzuru, kwa sababu uliona tatizo kalikalia kimya. Unaona mtoto wako mwizi, sio kibaka, sio nini, toa taarifa. Mwisho wa siku atakuwa mzuri, atarudi kwako. Sasa wewe muache uone baadaye. Wapo wamama wengine wamebaka watu na watoto wao wa kuwazaa, kisa anamwona mtoto anaharibika, yeye ni kumsifia tu, kumtetea, kufanyaje asiguswe. Mwisho wa siku anarudi kinyume nyume, anazuru ndani, anaiba ndani, analeta majambazi ndani. Kwa hiyo tujitahidi sana kushirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha tunalinda amani yetu, lakini tunazuia uhalifu wa aina zote, na sisi wenyewe hatufanyie ukatili. Kalenga oye! Jamani, mimi hili jukwaa nimesema ni nyumbani. Najua kutakuwa kuna vikao mbalimbali, tutapita mpaka huko vijijini, bado tutaendelea kufanya mijadala mbalimbali. Kwa leo, kwa maslahi ya muda, niishie hapa. Asante. Na sasa tuelekee mkoani Dodoma ambapo Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema fedha za mikopo kutoka kwa hisani mbalimbali zimewezesha utekelezaji wa miradi ya miundombinu ikiwemo barabara, madaraja na viwanja vya ndege nchini. Akizungumza bungeni jijini Dodoma, Ulega amesema miongoni mwa miradi iliyotekelezwa na mikopo ya Benki ya Dunia ni ujenzi wa madaraja 81 katika mikoa 22 kupitia mradi wa CERC pamoja na ujenzi wa daraja la Jangwani jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Hizi zote ndiyo barabara kimsingi zinabeba uchumi wetu. Kwa hivyo tumepanga kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzifanyia ukarabati mkubwa, na maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yako dhahiri kwamba tunakwenda kufanya pia si ukarabati tu, ni pamoja na upanuzi wa barabara hizi. Kwa hivyo mkakati wetu, mtaona namna ambavyo tunaanza kuzitoa barabara hizi kutoka katika single carriage zinakwenda kuwa katika double carriage. Kidogo kidogo tunaamini kwamba tutafanikiwa, tutakwenda hatua kwa hatua. Double carriage zitatusaidia watu waondoke katika mtindo wa barabara za kutazamana namna hii. Kwa hivyo mbili zinapita upande mwingine na mbili zinakwenda upande mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kimsingi pia msisitizo wetu ni kuhakikisha tunakamilisha miradi yote inayoendelea, na ile miradi ambayo imekwisha kusainiwa tunaipa kipaumbele cha namna ya kipekee kabisa. Kwa hivyo niwatoe hofu waheshimiwa wabunge ya kwamba miradi yote inayoendelea na miradi yote iliyokwisha kusainiwa, hii ni kipaumbele chetu na tutaendelea kuitazama kwa karibu sana ili kuhakikisha kwamba hatubakizi viporo ili mambo yetu yaweze kupendeza zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho naomba nijielekeze katika hoja ambayo imekuwa ikisemwa na baadhi ya watu ya kwamba hakuna kilichokopwa kisha tukakosa kufanya jambo la maendeleo. Katika barabara na viwanja vya ndege vilivyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo tunampongeza sana Rais Samia kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya, na ushahidi ni juzi Waziri wa Uchukuzi amekuwa akienda akifungua baadhi na kuruhusu ndege zinaruka. Tusingelikuwa na kiwanja cha Tabora, tusingekuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Shinyanga, tusingelikuwa na kiwanja kilichoboreshwa pale Sumbawanga, tusingelikuwa na mradi unaoendelea wa kuboresha kiwanja cha Kigoma, tusingelikuwa na uwanja unaoboreshwa pale Tanga, tusingelikuwa na mpango wa kutengeneza kiwanja cha kisasa pale Manyara. Haya yote tunafanya ni kutokana na mikopo nafuu tuliyoipata kupitia wadau wetu wa maendeleo. Kwa hivyo jambo la kusema kwamba tunakopa lakini hatuna tunalolifanya ni jambo la uzushi, ni jambo lisilo na maana na ni jambo la uchonganishi baina yetu na Watanzania. Ni mikopo hii ndio inayotupelekea tunajenga kiwanja cha kisasa cha Msalato, ni kiwanja cha mfano, ni kiwanja kitakachokuwa ni hub. Ndege za aina zote katika taifa letu zitatua ni kwa sababu ya kiwanja kikubwa cha pale Msalato. Ni namna ya mikopo hii ndio inayotufanya tunatengeneza barabara ya uhakika ya barabara 6 ya kutoka Chamwino Ikulu mpaka hapa Dodoma mjini, kwa maana ya 3 zitoke na 3 ziingie. Tunajenga mji wa kisasa wa serikali. Hatutaki kufanya makosa. Tunataka miaka 50 ijayo watoto wetu watakapokuja
wakutane na jambo ambalo sisi wazazi wao tuliliandaa na likapendeza sana. Naomba waheshimiwa wabunge, kwa sababu ya muda kuto kutosha, nitawapa takwimu ya namna ambavyo nchi yetu imefanya maendeleo makubwa katika mikopo tuliyoikopa. Mikopo hii, Mheshimiwa Naibu Spika, ndio iliyoifanya Kigoma leo ifunguke. Tunatengeneza barabara ya kutoka Malagarasi kwenda Uvinza, ni kwa sababu ya mikopo hii. Kutoka Kasulu kwenda mpaka Manyovu, ni kwa sababu ya mikopo hii. Na sasa tuelekee mkoani Dar es Salaam, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mkoa huo umejipanga kikamilifu kuhakikisha usalama na utulivu vinatawala wakati wa maonyesho ya 50 ya biashara ya kitaifa ya Dar es Salaam, yaani Sabasaba, yatakayofanyika kuanzia Juni 28 hadi Julai 13 mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari leo katika viwanja vya Sabasaba, Chalamila amesema vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na wananchi vimeweka mikakati madhubuti ya kulinda wageni, wafanyabiashara na wananchi watakaoshiriki maonyesho hayo. Tarehe 28 mwezi huu hadi tarehe 13 mwezi Julai 2026, mkoa wetu wa Dar es Salaam kama ilivyo ada na kawaida unatarajiwa pia kuwa mwenyeji wa maonesho makubwa ya Sabasaba. Yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la taifa, yamekuwa ni maonesho yanayokuza pato la mtu mmoja mmoja, na yamekuwa ni maonesho yanayopunguza umaskini kwa wakazi wa Dar es Salaam na maeneo yote ambao wamekuwa wakifika katika kuyatazama ama kufanya biashara katika viunga vya Sabasaba nyakati zote. Tunayo mataifa ya si chini ya 23 ambao mpaka asubuhi hii wameconfirm kwamba watafika na kuweza kuonesha na kufanya biashara ya bidhaa zao: Rwanda, Kenya, Ghana, Kongo, Hong Kong, Uganda, Angola, Burundi, Japan, Uturuki, China, Poland, Sudan, Syria, Southern Korea, Taiwan, nchi za Falme za Kiarabu, Palestina, Iran, Urusi, Singapore na Msumbiji. Kutokana na ugeni huu, kwa Dar es Salaam tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika maeneo haya unakuwa wa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana. Hakuna mtu yoyote ambaye atahamasisha vurugu katika maonesho au ukanda wowote na akabaki kuwa salama. Tunajivunia uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan ambao nyakati zote umekuwa ni taa na dira kwetu sote, na ndio maana leo tunayo fahari ya kutangaza na kuwatangazia Watanzania kuhusu maonesho haya muhimu ya Sabasaba. Shukrani sana kwa taarifa yako kutoka jijini Dar es Salaam. Na sasa tuelekee mkoani Shinyanga, ambapo mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ameitaka mamlaka ya kudhibiti na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU mkoani Shinyanga kuongeza udhibiti wa makosa hayo ya jinai badala ya kutumia nguvu kubwa kupambana nayo. Mhita amesema hayo wakati akizungumza na wadau wa usimamizi wa miradi ya maendeleo, ambapo warsha hiyo iliandaliwa na TAKUKURU mkoani humo. Sisi tunaamini kama mkoa, kuzuia ni bora kuliko kupambana nayo. Kuzuia kuna ukoa muda, kuzuia kuna ukoa gharama, kwa sababu wakati ambao mnaendelea kwenda kupambana tayari fedha na ubadhirifu umeshafanyika kwenye miradi ya maendeleo. Sasa tukingojea mpaka hasara hiyo imeshatokea, sawa, tutashughulika na mhusika, lakini wakati huo fedha tayari ubadhirifu umeshafanyika. Msipitishe vitu ambavyo mnajua sio sahihi. Wakuu wa idara, msifanye sarakasi za aina yoyote kwenye maeneo yenu, kwenye hizo idara zenu. Wakurugenzi, nyie ndio custodians wa miradi yote kwenye halmashauri zenu. Tendeeni haki fedha zinazoletwa, macho yenu yawe kwenye fedha zinazoingia na miradi inayotekelezeka. Mna meno ya ufuatiliaji, mna meno ya kuhoji, mna meno ya kutoa maelekezo. Utekelezaji wa jukumu la kuzuia na kupambana na rushwa katika mkoa wetu linatekelezwa kwa ufasaha kupitia madawati yetu ya uchunguzi, uelimishaji umma, uzuiaji rushwa pamoja na huduma za sheria na mashtaka. TAKUKURU Shinyanga inaongeza jitihada zaidi katika kuzuia vitendo vya rushwa kwa kushirikiana na wadau katika ngazi mbalimbali, huku nguvu kuwa ikielekezwa kwenye eneo la uelimishaji na ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kuibua kero na kuzitolea majawabu kero ambazo zingeachwa bila kutatuliwa zingeweza kusababisha uwepo wa vitendo vya rushwa na wakati mwingine kutotimilika kwa miradi ya maendeleo. Kwa hiyo miradi 20 kwa mkoa mzima ilikuwa imeenda kwenye hatua ya uchunguzi. Lakini pia hatua za marekebisho zilipendekezwa katika miradi 143.
tunapofanya ufuatiliaji wa miradi, wakati mwingine tunatoa na mapendekezo yetu, nini kifanyike, na tunawashirikisha wakurugenzi, watakuwa mashahidi kwenye maeneo ambayo wapo, tunawashirikisha kwenye eneo hili linahitaji marekebisho haya. Ukija kwa supplier wa vifaa unakuta ni changamoto, unategemea supplier atoke Mwanza, na wao wakija wana falsafa yao ambao tofauti na wewe unavyotaka. Changamoto hizi zinakuwa kidogo zinatufanya baadhi ya miradi ichelewe. Hizi halmashauri za vijijini tumekuwa kwa tukipata changamoto. Unakuta wakati mwingine unatangaza kwenye nesti, kwa mfano fedha za mfuko wa jimbo. Wakati mwingine fedha za mfuko wa jimbo mheshimiwa labda anaamua kutoa milioni 2 hapa, milioni 2 hapa, milioni 3 pale. Fedha hizo mara nyingi huwa zinakosa waumbaji, kwa sababu wanakuwa wanalalamika kwamba fedha ni kidogo kiasi kwamba hata wakiweza kupata hiyo kazi inakuwa haina faida. Kwa hiyo tumekuwa tukipata changamoto hiyo kubwa sana. Wakati mwingine sio hata fedha ikiwa nyingi. Mtazamaji, na taarifa hiyo kutoka Shinyanga natupa nafasi ya kuelekea viwanjani ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali itaendelea kuwekeza katika maendeleo ya michezo ya watu wenye ulemavu ili waweze kupata timu bora na kushinda medali mbalimbali pamoja na kusajiliwa katika michezo mbalimbali. Daktari Mwigulu amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Yumna Omari wakati wa kipindi cha maswali kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma. Nimpongeze sana kwa swali alilolileta. Ni kweli timu zetu za watu wenye ulemavu zimekuwa zikishiriki mashindano aliyoyataja na mashindano mengine ya kimataifa. Na kwa kweli mheshimiwa mbunge amesema hawajafanikiwa kupata medali, lakini kwa kweli wameiletea sifa kubwa nchi yetu. Kama waheshimiwa wabunge mtakavyokumbuka, timu yetu ya Tembo Warriors ilishiriki kombe la dunia, na tena haikushiriki kinyonge, ilishiriki kama timu iliyojiandaa na ilionyesha mchezo mzuri sana mwaka 2022. Kadhalika ikashiriki mashindano ya AFCON mwaka 2024 nchini Misri na kushiriki mashindano ya Sekafa yaliyofanyika Burundi, na kama sikosei ilikwenda mpaka hatua ya fainali. Hicho sio kitu kidogo. Sasa kuhusu mikakati, Mheshimiwa Spika, nimhakikishie mbunge serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Miundombinu ni sehemu ya maandalizi ya kuweza kufanya vizuri. Lakini la pili, serikali itaendelea kuzisajili zile timu ili tuwe na wachezaji na kuzipatia vitendea kazi. Kama ambavyo umeona kwenye bajeti, tumeendelea kuandaa mazingira ya kuwa na uwezesho kwenye timu zetu za taifa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kwamba kwenye yale mashindano timu zetu hazikupata medali nyingi, lakini bado wachezaji wa timu zile waliweza kuonekana duniani na kuweza kusajiliwa katika timu mbalimbali kule duniani. Kwa Mheshimiwa Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge serikali itaendelea kuwekeza katika michezo hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba timu zetu zinapata mafanikio makubwa zaidi. Na mtazamaji, mpaka hapa ni mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kutamatisha, huu hapa ni muktasari wake. Hujambo na karibu Matukio Daima Habari. Habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na watumishi wa ardhi waaswa kutofanya biashara inayoshabihiana na kazi mama mahali wanapofanyia kazi. Unazuia kufanya biashara ambayo inashabihiana na kazi yako mahala unapofanyia nini kazi. Sehemu nyingine fanya, kwa sababu kule huwezi kuchukua hatua wewe, watachukua hatua watu. Wananchi wahimizwa kushiriki kulinda watoto dhidi ya uhalifu na ukatili wa kijinsia. Anarudi kinyume, anazuru ndani, anaiba ndani, analeta majambazi ndani. Kwa hiyo tujitahidi sana
kushirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha tunalinda amani yetu, lakini tunazuia uhalifu wa aina zote, na sisi wenyewe hatufanyie ukatili. Katika michezo, serikali kuendelea kuwekeza katika miundombinu ya michezo ya watu wenye ulemavu. Serikali itaendelea kutengeneza mazingira ya kuweza kupata hizo medali, ikiwa ni pamoja na kuandaa miundombinu itakaowezesha wachezaji wetu hao wa timu za watu wenye ulemavu kuweza kujiandaa yanapokuwepo mashindano. Shukrani sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka tamati. Kwa niaba ya wote walioandaa na kuchakata, jina langu ni Emmanuel Manonga, na nikusihi tu uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, lakini TikTok kwa jina moja la Matukio Daima. Uwe na usiku mwema. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.